Je, ruhani anapanda katika mwili wa mwanadamu kama anavyopanda jini? Na je, ruhani ni nani? Kabla sijaendelea, jina langu naitwa Maulana Musa Ibn Dama. Na maana ya ruhani ni kiumbe cha kiroho kisichoonekana, lakini pia kinachohusishwa moja kwa moja na nuru au nguvu zisizoonekana kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu hiyo tunasema ruhani hapandi kichwani kama jini, lakini huchukua control ya mwili, yani mtu huingia kwenye hali ya nguvu za kiroho. Kwa hivyo si kupanda kama jini, bali ni hali ya kiroho inayobadilika. Lakini kumbuka, ruhani hahusishwi moja kwa moja na madhara kama majini wabaya. Yani tunaweza tukasema kwamba eti ruhani, kuna ruhani mzuri na ruhani mbaya. Hapana, ruhani ni mzuri miaka yote. Kwa nini? Kwa sababu tunasema ruhani ni nguvu ya kiroho ya kipekee, au ni kiumbe kisichoonekana, na ni neema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, au ni nguvu ya kiroho iliyotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tafsiri nyepesi, ni karama kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kumbuka, kiumbe jini ni kiumbe ambaye ana khiari ya kuwa mbaya au kuwa mzuri, kwa sababu kuna majini wabaya, lakini pia kuna majini wazuri. Lakini je, wanahusishwa vipi majini na maruhani? Kuna mahusiano gani? Ukiambiwa huyu mtu ana maruhani, farme ya kiruhani inamsumbua, kuna mahusiano gani ukiambiwa mtu farme ya kijini inamsumbua? Pindi wewe unapokuwa na nguvu ya kiruhani, yani ukapata nguvu, power, rehema kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi hapo utakuta wale majini wema wanaingia katika mwili wa mwanadamu mwenye kuteseka, mwenye misongo ya mawazo, mwenye mambo mengi. Wao huenda kukamilisha, wanaingia katika mwili kwenda kukamilisha kazi ya mtu kuifanya vizuri. Hutumia wale majini ile pawa ambayo imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo hapo yanajengeka mahusiano mazuri kati ya ruhani, kiumbe ruhani, na kiumbe jini. Sasa kwa nini tutakwambia unasumbuliwa na falme ya kiruhani katika mwili wako? Na je, kuna dalili gani kwamba una falme ya kiruhani katika mwili wako? Jina langu ni Maulana Musa Ibn Dama. Tukutane katika video itakayokuja, na huko tutazungumzia dalili za mtu ambaye nguvu za kiroho zimeingia katika mwili wake, yani kiumbe ruhani ameingia katika mwili wake. Na tukisema kuseti, nini tunakifanya ili kuiseti nguvu ya kirohani ili iweze kuingia katika mwili wake ikae vizuri? Kwa maana huku tutazungumzia, ndio maana kuna watu wanasema, mimi nimeambiwa na tatizo la kirohani, nimesetiwa, lakini bado sioni mafanikio yangu. Jua tu maruhani na majini ni vitu viwili tofauti. Jina langu ni Maulana Musa Ibn Dama. Tukutane katika video inayokuja.